Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linapenda kutoa taarifa kuwa leo tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2025 majira ya saa 1:20 asubuhi katika barabara ya Nyerere maeneo ya Pugu mwisho wa lami imetokea ajali ya magari mawili kugongana na kusababisha kifo cha mtu mmoja na majeruhi kwa mtu mmoja. Ajali hiyo imetokea baada ya dereva wa daladala yenye usajili namba T580 EAE aina ya Tata Icha inayofanya safari zake kutoka Zingiziwa Chanika na kwenda Machinga Complex Ilala. Hiyo daladala ilikuwa ikitokea maeneo ya Pugu kwenda Gongo la Mboto, iligongana na gari namba T 952 AMD na aina ya Toyota Prado iliyokuwa ikiendeshwa na ofisa wa polisi mwenye namba PF 15950 Superintendent Awadhi Mohamed Chiko ambaye pia ni mkuu wa polisi wilaya ya polisi Chanika, akiwa akitokea eneo la Gongo la Mboto kuelekea Pugu na kusababisha kifo cha ofisa huyo hapo hapo. Lakini pia ajali hiyo imesababisha majeruhi kwa WP namba 5616 Kopro Zubeda Ramadhani Sadala ambaye pia ni mfanyakazi wa polisi katika kituo cha polisi cha Chanika, aliyekuwa abiria kwenye gari namba T 552 AMD ambaye abiria huyu amevunjika mkono wa kushoto. Chanzo cha ajali hiyo ni baada ya dereva wa daladala kuyapita magari yaliyokuwa mbele yake bila kuchukua tahadhari na kusababisha kugongana uso kwa uso. Jeshi la polisi linamtafuta dereva wa daladala ambaye hajafahamika aliyetoroka baada ya kusababisha ajali hiyo. Pia Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linakanusha taarifa zilizotolewa na baadhi ya vyombo vya habari hapa nchini kuwa aliyefariki katika hiyo ajali ni kamishina wa operation na mafunzo Tanzania, Kamishina Awaz Juma Haji. Aidha, Jeshi la Polisi linaendelea na uchunguzi wa taarifa zilizokuwa zinasambaa katika mitandao ya kijamii zinazodai kuwa mwanamke aitwaye Faraji Samuel Ng'andu, miaka 28, mkazi wa Msongola, akiwa na watoto wake wawili, Nathanael John Mtulia ana miaka 4 na Beyonce John Mtulia umri wa miaka 3, kwamba wameuawa. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa mwanamke huyo aliondoka nyumbani kwake tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2025 majira ya saa 5 asubuhi kutokana na kuwa na mgogoro wa ndoa na mume wake aitwaye John Gabriel Mtulia ambaye ana miaka 33, mkazi wa Msongola Chanika, ambaye katika maelezo yake wanaeleza kuwa alitilafiana na mke wake kwa muda mrefu na kusababisha kuondoka kwa nyumbani kwake kwenda kwa wazazi wake wanaoishi maeneo ya Kipunguni B. Tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka 2025 Faraji alirudi nyumbani kwa mume wake na kumwomba msamaha kuwa ana ujauzito ambao sio wa kwake, ni wa mwanaume mwingine aitwaye Malik, na kwamba hawezi kuendelea kuishi tena na mume huyo, mume wake huyo. Baada ya hapo waliendelea kuishi pamoja. Tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2025 Faraji Samuel aliamua kuondoka nyumbani kwa kutumia bodaboda aliyoikodi ikiendeshwa na Ramadhani Pondamali, ambaye alimpeleka na kumshusha maeneo ya kisima cha mafuta cha GBP kilichopo uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere. Na baada ya hapo alimshuhudia huyo mwanamke Faraji na watoto wakipanda bajaji kwenda maeneo ambayo hayajajulikana. Kwa hiyo Jeshi la Polisi linaendelea kumtafuta huyo mwanamke Faraji na huyo Malik na watoto ili kuweza sasa kujua
ni nini kinaendelea. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linawaomba na linawataka watumiaji wa vyombo vya moto kwenye mabarabara yetu. Tunajua mabarabara yanatengenezwa, yako kwenye utengenezaji mkubwa. Kwa hiyo tunawataka na tunawaomba watumiaji wa vyombo vya moto barabarani kuchukua tahadhari na kujali sheria za alama zinazowekwa na watengenezaji wa mabarabara, lakini pia sheria zile za alama za barabarani zilizowekwa na TANROADS ili kuweza kuenda vizuri na kuepuka kusababisha ajali ambazo zinaleta shida katika jamii yetu.